Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila akiwa pamoja na viongozi kutoka TRA, FCC na idara nyingine pamoja na mkuu wa wilaya ya Kinondoni amefanya ziara ya ukaguzi katika maeneo ya Africana kuangalia magodown yamewekwa nini ndani na kubaini moja ya godown likiwa lina bidhaa feki za vipuri vya magari kutoka Toyota. Ndugu waandishi wa habari, leo tumefanya ziara katika ile eneo la Africana hapa wilaya ya Kinondoni, nikiwa na mkuu wa wilaya na kamati ya usalama ya wilaya, lakini pamoja na wataalamu kutoka TRA, kutoka FCC, pamoja na wataalamu wenzetu wengine ambao wanatusaidia kutoka kwenye ofisi za serikali. Lakini kikubwa kabisa ambacho tumekuja kuangalia, mmeona hapa katikati, moja, kuna ajali nyingi ambazo zinatokea na jeshi la polisi nchini limeendelea kunyoshewa kidole kwamba labda halifanyi kazi zake inavyopaswa au vitu vingine vya namna hiyo. Lakini assumption iliyoko hapa, ndugu waandishi wa habari, nataka leo niwapitishe ili muweze kuona jambo la msingi sana. Hapa tumefika kwa watu ambao wanauza bidhaa za magari na ambazo bidhaa hizo naweza nikaita kwa hatua ya awali ya uchunguzi wa awali sio bidhaa ambazo zinalingana na nembo iliyopo nje ya bidhaa hizo. Kwa mfano, hapa mnakuta kuna bidhaa hii hapa. Bidhaa hii mnayoiona, hili box hili limetengenezwa kwa magumashi vile vile. Alafu ndani ya bidhaa hii, box hili likishapatikana namna hii, humu ndani kuna bidhaa. Hapa ndani hapa kuna bidhaa. Bidhaa hizi tunaita ni brake nini hizi? Ni brake shoes. Hasa hizi brake shoes ukiangalia hapa nje ni nembo ya Toyota. Alafu hii nembo ya Toyota hapa pia kuna hizi nembo hizi zinakuja zinabandikwa, hizi ziko tofauti kabisa, zinabandikwa. Na hapa ndani kanawekwa karatasi kuonyesha kwamba ni bidhaa mpya iliyotoka Japan. Sasa hizi brake shoes nini kinachokuja kutokea, ndugu waandishi wa habari? Mtu anapokuja kununua hizi anajua amenunua mali original ya Toyota. Anakwenda kuifunga kwenye gari lake. Then mwisho wa siku hizi brake shoes pamoja na mfumo mzima wa breki, unakuwa mtu anayenunua anadhani amefunga vitu original na anaondoka katika safari yake kutoka hapa kuelekea Mbeya na anajiamini kabisa kwamba mali aliyonunua ni salama. Lakini baada ya muda mali hii mnayoiona hapa imepigwa chapa kabisa huko ndani kama ni Toyota. Lakini kwa uchunguzi wa awali na wataalamu ambao tunao watachunguza zaidi, inaonesha kabisa kwamba jambo hili si Toyota aliyefanya production, lakini box hili limetengenezewa hapa tulipo. Halafu zinakuja zinabandikwa nembo hizi kuonyesha kwamba kwa kweli hii ni mali original kabisa. Sasa mwisho wa siku unakuja kukuta kwamba hiki kitu kinachofanyika kwenye mali hii ndivyo kinavyofanywa kwenye oili. Umenunua gari yako leo mpya, unaweka oili yako, ndani ya miezi miwili engine imenoka, engine imekosa uwezo. Kumbe ni kwa sababu ya oil fake, au ni kwa sababu ya oil ambazo zinauzwa huku mitaani zikiwa sio zenyewe. Sasa hapa pia tunao wataalamu wa Toyota wenyewe ambao ndio wazalishaji hivi vitu. Ukiangalia haya madubasha yote haya ni madubasha ambayo yanazalishiwa mahali ambapo wao wanajua, wachunguzi watafanya kazi hiyo. Lakini hapa pana viashiria vya haraka sana kwamba bidhaa hizi zote ambazo mnaziona ziko hapa ni almost bidhaa fake ambazo wazalishaji wenyewe wenye nembo hizi hawajazizalisha mali hizi. Kwa hiyo unaweza kaona Watanzania wanavyolalamika kwamba kuna ajali nyingi, halafu mtu anasimama labda anaweza kusema polisi haijafanya kazi zake. Lakini ukija hapa ndio unaanza kuelewa kwamba kumbe unapodhani umefunga brake, halafu kumbe ni brake fake. Unaanza kuteremka mteremko wako, unaitafuta brake, unakuta hamna. Mpaka mwisho tunapata ajali, watu 30, 40 wanafariki, lakini vyanzo vyake ni kwa sababu ya watu wanaotazama wao kula pesa na kuwa matajiri hata kama kutakuwa kuna kumwaga damu za Watanzania. Sasa haya ni mambo machache ambayo tunayaona yanaendelea hapa ni Dar es Salaam, wala sio mbinguni. Na hivi ndio vinazalishwa hapa, vinabandikwa. Ile iko wapi? Ile imebandikwa hivi. Iko wapi imebandikwa? Hii ni gasket, si ndio? Unaona mpaka hapa. Hii ni gasket.
Hili box hili kwanza limezalishwa hapa. Hili limezalishwa tu almost humu. Limebandikwa Nissan. Hapa inakuja inabandikwa hii nembo hii, kama mnavyoiona ndugu waandishi wa habari, nembo hii inabandikwa kwamba hii ni bidhaa ya Nissan. Lakini ni actual fact, ukija hapa hii bidhaa hata Nissan mwenyewe anashangaa kwamba hii bidhaa imetoka wapi. Unafunga gasket yako hii kwenye injini yako pale juu, baada ya muda unakuta injini linakosa uwezo, injini yote inakufa. Ukihitaji injini original unakwenda kukuta ni bei ya gari. Lakini haya madubasha yote ambayo yanafungwa unakuta ni bidhaa fake. Zaidi pia unaweza kukuta kwenye mfumo wako wa clutch plates, clutch pressure, release bearing umefunga kwenye gari lako ambao ni la manyo. Unaitafuta gia, umefika sehemu ambayo inataka kuwa na ajali. Unaitafuta gia, unashangaa gia haziingii kwa sababu umekuwa na clutch plate, clutch pressures ambazo ni fake, release bearings ambazo ni fake, na mwisho wa siku zinashindwa kuhimili uwezo wa engine ambayo Mjapani au mtu yoyote anakuwa ametengeneza kulingana na viwanda vyao. Sasa hapa tuko na jeshi la polisi. Lakini tuko na watu wa TRA wa mapato. Tuko na watu wa tume ya ushindani FCC. Tutakuwa na watu wengine wengi. Kwenye hili eneo kuna magodown hapa, kuna viwanda hapa. Kuna viwanda vinavyotengeneza, wanauza vioo, kuna viwanda vinatengeneza miswaki, kuna viwanda vinatengeneza rangi, kuna viwanda vinaassemble TV, kuna viwanda vinaassemble vitu vya vioni kwenye mambo ya sanitary haya. Hapa kuna viwanda vingine viko humu ndani, godown la kwanza mpaka namba 23. Jana baada ya kuja hapa tuliwaambia wote kwa lugha nyepesi kwamba leo tutakuja kwa ajili ya misako ya ziada. Lakini kama mnavyoona ndugu waandishi wa habari, magodown karibu yote yamefungwa. Manake nini? Manake picha haraka. Manake ni kwamba kuna uzalishaji wa vitu kinyume na taratibu. Lakini wenye vitu wa serikali zetu za mitaa tunao hapa. Kuna bwana mmoja anaitwa Bwana Masawe yuko hapa. Lakini mwenyekiti ana wajibu mkubwa sana pia wa kuripoti kwenye serikali chochote anachokiona kinamzidi nguvu kwenye serikali yake. Sasa hii pia ni ishara mojawapo pia kwamba serikali za mitaa bado na wenyewe wanapaswa kuongezewa uwezo wa kujua wanachopaswa kukiongoza. Sasa kwa sababu hapa mahali wote wamefunga haya maduka au wamefunga haya magodown kwa kukimbia au kwa kuwa na wasiwasi, kutoka leo nimepafunga rasmi mpaka hapo kila mmoja atakapo ripoti kwenye ofisi kulingana atakapotoa maelekezo. Mheshimiwa Rais, kwanza tushukuru kwa jitihada hizi mpaka hapa tulipofikia, na tuseme maelekezo yako yote tumeyapokea, na hapa tulianza kufunga kuanzia jana. Wenzetu wa jeshi la polisi wamefanya kazi nzuri, wamepafunga hapa na tutaendelea kupafunga mpaka wote wapatikane. Sasa hizi tunavyoongea wengi wa magodauni haya na viwanda hivi wamefunga, hawapo. Na kuna kitu tunaendelea kujifunza kutokana na hapa, kwa nini wakimbie. Kwa hiyo wenzetu wa immigration wako hapa, jeshi la polisi wako hapa, na taasisi zingine zote ziko hapa. Tutawajua wenyewe, lakini tutajua kwa nini bidhaa hizi zimeingia kwenye maeneo yetu haya na zinaenda maeneo gani. Kwa hiyo ukweli wote utabainika ndani ya siku 2 hizi 3. Lakini tukubaliane kama ambavyo umesema Mheshimiwa Rais, kwa kweli kinachofanyika ni kitu cha kihuni, cha uhujumu, ni kitu ambacho kinahatarisha maisha yetu sisi wana Kinondoni, wana Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla. Kama ambavyo umesema, ukiangalia hii sticker hapa imeandikwa kabisa hapa genuine parts made in Japan, lakini ni kitu ambacho kimetengenezwa hapa Afrikana Kinondoni. Kwa hiyo tutafuatilia kusimamia kwa ajili ya usalama, kwa ajili ya uchumi na maisha yetu sisi wa Tanzania. Asante sana Mheshimiwa Rais.